Iko hivi wapendwa, acha niwaambie kitu kimoja. Katika Ukristo tulionao, hasa kwenye imani ya kweli, yaani adui huwa anafanya kazi kulingana na mazingira uliopo. Akiona kwamba umeupata ule ukweli wenyewe, kuna udhaifu ambao atakuletea ili huo ukweli usifaidike nao. Tuko pamoja eh? Ili huo ukweli usifanye nini? Usifaidike nao. Na mojawapo ya njia ambayo adui anaitumia kwa wale ambao wapo kwenye ukweli, anawafanya wawe na Ukristo wa desturi, Ukristo wa mazoea. Nisikilizeni vizuri. Anawafanya Wakristo anawafanya waumini wa ukweli wa sasa wawe na Ukristo wa nini? Wa mazoea. Ukristo wa mazoea ni ule wa kwamba ninaenda kanisani, ninatoka. Ninaenda kanisani kila Jumamosi, ninafanya nini? Nafanya ibada ya asubuhi na jioni. Lakini ile ibada ama ibada zote hizo hazigusi nini? Moyo. Sasa sisi hatupaswi kuwa na dini ya mazoea. Si mnasikia wapendwa? Hatupaswi kuwa na dini ya nini? Mazoea. Dini ya mazoea inaua. Dini ya mazoea inaua. Wayahudi walikuwa na taratibu zote za dini zilizokuwa zinamlenga Kristo, lakini Yesu amekuja, wanamkataa. Walikuwa na kila aina ya vielelezo vinavyowaelekeza kwa nani? Kwa Kristo. Wana maandiko yanayowaelekeza kwa Kristo, lakini Kristo mwenyewe amekuja, wakamfanya nini? Kwa nini? Si kwa sababu hawakuwa na vitu ambavyo vingewasaidia kumtambua, hapana, bali walikuwa wamefanya dini ya mazoea isiyo na mguso, haiwagusi ndani ya mioyo yao. Hata leo unaweza ukawa msabato, lakini usabato wako ni wa mazoea, kwamba ngoja niende kanisani. Ni kawaida huwa Jumamosi watu naenda kanisani na shule ya Sabato, mahubiri, basi narudi nyumbani. Yaani hapo unajiita na wewe ni mtunza Sabato, lakini utunzaji wa Sabato kwa namna yote haukugusi. Hicho kitu tunapaswa kumuomba Roho wa Mungu. Tunapaswa kumuomba Roho wa Mungu atusaidie. Maana Roho wa Mungu ndio huwa anatufanya tuone umuhimu wa kila kipengele cha ukweli tuliopewa. Roho wa Mungu ndiye anatusaidia tuone umuhimu wa kila kipengele cha ukweli tuliopewa. Sio tu ili mradi tunakuja hapa kila siku, lakini namna gani ukweli tunaojifunza unatugusa, hiyo hatuelewi au hatuna habari nayo. Matokeo yake ni kwamba Yesu atakapokuja mara ya pili, utasema, Yesu, mbona mimi nilikuwa nahudhuria Sabato? Mbona mimi nilikuwa nasoma roho ya unabii? Mbona nilikuwa nafanya hivi na hivi? Atakwambia, sikujui. Kwa nini hakujui? Kwa sababu, kwani wape mfano. Kwani hamna wanafunzi wanaoendaga shuleni kila siku ila mtihani ukifika ni kufeli? Wapo. Tena pengine ndo wengi. Kila siku anaenda shuleni,
Yaani wengi kati ya hao walishafanya kwenda shuleni ni desturi, ila mguso wa elimu anaoenda kuipata kule haupo. Pengine amezoea kwenda kukutana huko na wenzake, asipoenda siku 2-3 anachokumbuka ni wenzake hao, kwamba tunakutanaga kule, pengine tunacheza mpira, ndicho anachokumbuka. Hakumbuki kwamba kuna ukweli fulani, yaani kuna masomo fulani haya kwa kweli yatanisaidia, nisipoenda nitayakosa. Hafikiri hicho kitu. Sisi leo hii tukikosa kanisani, kitu gani ambacho tunafikiria? Yaani kitokea umekosa kwenda kanisani, kitu gani kinachokuja kwenye akili yako? Yaani unaumia kwa ajili ya lipi? Kuna mwingine ataumia, watakuja kuniangalia huko nyumbani, pengine kwa nini sijaenda kanisani, ngoja niende tu, maana nisipoenda watakuja kuniuliza. Hafikirii kuna umuhimu gani wa yeye kwenda kwenye ibada. Hiyo ndio dini ya mazoea. Yeye anaenda kanisani kwenye kusanyiko ili akaonekane na yeye yupo. Yaani anaogopa watu, ndio maana anahudhuria pale. Isingekuwa kuna kufuatiliana, hawezi akawa anakuja kila mara. Lakini kuna mwingine asipoenda kwenye kusanyiko la ibada siku ya Sabato, anahisi uchungu, anafikiria kwamba kuna vitu nimevikosa, kuna vitu nimevikosa kabisa vya ukweli wa neno la nani. Yaani yeye kazi yake ni kulisha nini? Moyo, kulisha ubongo taarifa mpya za neno la Mungu. Ndio kitu ambacho kinamfanya hata ahudhurie kwenye ibada, aje apate vitu vipya. Je, sisi leo tunakuja kanisani kwa ajili ya kupokea vitu vipya? Tukiulizwa Sabato 2-3 zilizopita umetoka na kitu gani, utaweza hata kukumbuka? Hilo ni swali la kujiuliza na kujipeleleza. Tusiwe na dini ya nini? Yaani Mungu atusaidie sana, kwa sababu bila Roho wake hatushindi hii vita. Yaani hata kwenye familia kunaweza hata ukawa na ibada ya asubuhi, mchana na jioni, zote 3. Siku ya kwanza, ya pili, ya 3, ibada hizo zitaonekana zina mguso na zina mvuto na nini, ila baada ya mwezi mmoja ilishakuwa desturi. Yaani kama ni watoto hawaguswi tena, yaani wanakumbuka ni muda wa ibada, wanakumbuka kwa sababu ilishakuwa desturi, si kwa sababu wanakumbuka muda wa kuzungumza na Mungu. Mungu azungumzi ndani yao, ila wanajua ni ratiba ya nini, ya ibada. Mungu atusaidie sana, tusiende kwa mazoea, tusiwe na imani ya mazoea. Tukiwa na imani ya mazoea ni rahisi hata kukata tamaa. Dini ya mazoea ni ile ambayo haiongozwi na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayesimika tumaini ndani yetu. Akikosekana huyo, tayari dini yako ni ya mazoea. Dini yako ikiwa ya mazoea ni rahisi kukata tamaa. Kwa nini ni rahisi kukata tamaa? Kwa sababu unaona hata nikiacha hii imani, kwani nitapungukiwa kitu gani? Huoni kama kuna kitu utapungukiwa, kwa sababu ulikuwa umeshaona ni desturi yako, ila sio muda wa kuzungumza na Mungu. Huoni kama ni mahali pa kuzungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata swala la utunzaji wa Sabato, wengi tunajiita Waadventista wa Sabato, ila kwenye swala la utunzaji wa Sabato hatutunzi Sabato. Tunaitwa watunza Sabato ila hatutunzi Sabato.
Tunafikiri utunzaji wa Sabato ni kuvaa suti, kuvaa tai ama kuvaa vizuri na kwenda kwenye nyumba ya ibada. Tunafikiri hivyo ndio kutunza Sabato. Tunafikiri kutunza Sabato ni kukutana kwenye nyumba ya ibada, kukusanyika. Lakini huo sio utunzaji wa Sabato. Utunzaji wa Sabato unaanza na wewe mwenyewe na mguso wa kiungu unavyokugusa kwenye swala la utunzaji wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Hatupaswi kuwa na dini ya nini? Ya mazoea. Dini ya mazoea kama hivi, kwa mfano, dini ya mazoea ni ile ambayo kwa mfano mtu amezoea watu kuabudu wakiwa wengi, yaani kwenye kusanyiko la watu wengi. Siku ameabudu wakiwa wachache, 2, 3, yaani naona yaani kwake mguso siku hiyo haupo. Mguso huo siku hiyo haupo. Haupo kwa sababu akili yake alishaitengenezea mazoea. Si hata Kiswahili wanasema mazoea hujenga tabia. Mazoea hujenga tabia. Tabia hiyo, sio kila tabia inaundwa na Roho Mtakatifu. Mazoea ya kwako binafsi uliozoea kufanya menyewe tu yanaweza kujenga nini? Tabia. Unaweza ukajenga tabia ya kuja Sabato kila Jumamosi, inakuwa tabia yako, ila si Mungu anaye kuongoza. Umejenga tabia ya kuja kanisani siku ya Jumamosi, lakini si Mungu anaye kuongoza, ni tabia yako. Mungu atusaidie sana ili tusifanye mambo kwa mazoea. Tufanye mambo kwa mguso wa Roho Mtakatifu, kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Na sasa tukifanya mambo kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, tutajua tunachokifanya, ninafanya hivi kwa sababu gani? Bwana Yesu asifiwe. Tutajua tunafanya hii kitu fulani kwa sababu gani? Kwenye mambo ya msingi tunapaswa kuwa hai. Mambo ya msingi ya imani yetu tunapaswa kuwa hai kila wakati, ili mtu anapotuuliza tuweze kueleza tumaini lililomo ndani yetu. Tuwaeleze kwamba ni hivi na hivi. Sisi ni maaskari. Sisi ni akina nani jamani? Maaskari wakiwa kwenye kambi zao, silaha ziko karibu. Hali ya hewa ikibadilika, silaha ziko karibu ili waanze kupigana. Na sisi hatupaswi kuweka silaha mbali. Ujumbe wa marejeo ya Kristo ni ujumbe ambao ni silaha ya karibu sana katika ukweli wa sasa tunaoishi. Ujumbe wa marejeo ya Kristo, ujumbe wa Kiadventista, ni silaha ya karibu inayopaswa kuwa karibu sana kwenye maisha yetu katika kuwaeleza watu, maana ni ukweli wa sasa tunaopaswa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaitwa Waadventista wa Sabato. Waadventista wa Sabato wana matengenezo, kwa sababu tunaamini katika ujio wa Yesu mara ya pili. Uko karibu sana. Tunamngojea Yesu tukiwa shika amri za Mungu na tukiitunza Sabato ya amri ya 4.
tunaitwa wana matengenezo kwa sababu kuna wenzetu ambao walirudi nyuma, sisi tunaendelea kufanya nini? Kutengeneza mahali palipobomoka. Tunatengeneza misingi ya vizazi vingi. Tunatengeneza misingi ya vizazi vingi ambayo wenzetu waliivunja ama walikanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Na ujumbe wa marejeo ulianza kuwa ukweli wa sasa, hasa katika kipindi cha kutangazwa kwa ujumbe wa malaika wangapi? Ni wa kwanza, ujumbe wa malaika wa kwanza. Huo ndio ujumbe wa marejeo. Ujumbe wa marejeo ukawa na nguvu sana. Sisi tunatangaza jumbe 3 za malaika. Tunatangaza jumbe 3 za malaika, specifically ujumbe wa malaika wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana katika wakati huu, ili mtu yeyote akikuuliza kwa nini wewe ni Mwadventista, sasa usipokuwa na majibu, atajua unaenda kwa mkumbo. Atajua hiyo imani unaenda kwa mazoea, sio kwa nini? Kwa imani, kwamba kuna mguso fulani unaopata kule, unaenda kwa mazoea. Yaani ni sawa na mtoto amezaliwa kwenye familia ya Kisabato, amekuwa anajua usabato ni desturi, kama utamaduni fulani hivi, amefanya kwa utamaduni kwake, ila sio nini? Mguso wa kiroho. Ndicho ambacho kiliwakosti Wayahudi wengi mpaka wakamkataa Yesu. Dini hawakuiona kama mambo ya kiroho, hawakuyafanya kama kuwa mguso wa kiroho, waliyafanya mambo ya dini kuwa ni utamaduni. Dini ya Kikristo sio utamaduni. Dini ya Kikristo sio nini? Yaani Ukristo ni mpya kila siku, unaufanya moyo kuwa mpya kila siku. Kwa hiyo hakuna mazoea kwenye Ukristo. Ukiona tu umeanza mazoea, ujue unaanza kukaa mbali na Mungu. Ukianza kufanya mambo katika Ukristo kwa mazoea, ujue tayari umeshaanza kukaa mbali na nani? Maana Mungu ni mpya kila siku. Kitabu cha Maombolezo kinasema rehema zake ni mpya kila. Kitabu cha Roho ya Nabii kinaeleza malaika mbinguni kila siku Mungu anamuona ni mpya kwao. Yaani hakuna wakati ambapo wamemzoea sasa wanasema Mungu hana maajabu. Yaani kila siku wanashangaa jinsi alivyo mpya. Na sema naweza nikatumia neno la kwamba hakinaiki. Siku na vitu unaweza ukala hata chakula kinakinaye, ushakizoea tayari. Lakini Mungu hakinaiki. Ukiona dini ulionayo inakinai, ujue Roho wa Mungu yuko nje na wewe, yuko mbali. Kwa hiyo suluhisho ni kumuomba Roho Mtakatifu awe ndani yetu, ili tuone maajabu ya uwepo wa Mungu katika maisha yetu, na wala hatutaishi kwa mazoea. Kutunza Sabato haitakuwa utamaduni wala desturi kwetu, haitakuwa mazoea, bali utakuwa ni mguso wa kila wakati. Kila Sabato tutaiona ni mpya. Kuna wakati Sabato inaingia
kwa dini ya mazoea, mtu anauzika kwanza, asema nimeanza tena hii Sabato. Yaani ana Sabato ile inamfanya anaboeka, hana furaha. Shida sio Sabato, shida ameifanya Sabato kuwa nini? Mazoea. Mazoea ni sumu kubwa katika Ukristo, maana huo ndio unatufanya tunampinga Mungu. Mungu abariki tafakari hii kwa jina la Yesu, amina.